Mpenzi wa lugha, karibu kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili. Jina langu ni Ustadh Kakamnai na naomba kwamba uweze kujisajili kwenye kipindi hiki kwa kuweza kusubscribe pale chini. Kwa hivyo leo ningependa tumwangalie mhusika Mbwashu kwenye riwaya ya Nguza Jadi. Kumbuka Mbwashu ni mojawapo ya wahusika wajenzi kwenye riwaya ya Nguza Jadi, riwaya iliyoweza kuandikwa na Clara Momanyi. Na kwanza tungependa tuangalie Mbwashu ni nani? Mbwashu, kumbuka kwamba ni mfanya biashara maarufu na tajiri mkubwa mjini Taria, anayemiliki misururu ya maduka na majumba ya ghorofa. Kwa hivyo huyo ni Mbwashu. Mbwashu pia, kando na kuwa anafanya biashara na tajiri mkubwa mjini Taria, ni kwamba Mbwashu ni kakaragozi na mshirika mkubwa wa Mtemi Lesulia. Kwa hivyo tujue kwamba ni kikaragozi, is a puppet, na ni mshirika mkubwa wa Mtemi Lesulia. Huyo ndiye Mbwashu ambaye tunamzungumzia, tunamrejelea kwenye kipindi hiki. Mojawapo ya sifa zake ama sifa za Mbwashu, tunajua kwamba Mbwashu ni fisadi, na akiwa na matajiri wengine wanafisidi pato la nchi na kusababisha mfumuko wa bei kila mara. Kwa hivyo mara nyingi sana aliweza kushirikiana na matajiri wengine kuweza kufisidi nchi pato lake, na hii ikasababisha mfumuko wa bei wa kila wakati. Mfumuko ni inflation, ikasababisha ule mfumuko wa bei wa bidhaa muhimu. Jambo la pili ni kwamba yeye anachangia kuonyesha ufisadi wake, ni kwamba yeye anachangia katika kudidimiza uchumi wa nchi kupitia kwa magendo anazojihusisha nayo kwenye biashara. Kwa hivyo kulikuwa na magendo, yeye alishiriki kwenye magendo mengi sana katika biashara, na hii iliweza kudidimiza uchumi wa nchi. Mbwashu pia tunaona kwamba anaagiza bidhaa kutoka nje na kukataa kuweza kulipa ushuru. Kwa hivyo aliagiza bidhaa kutoka nje, na anapoagiza bidhaa kutoka nje anakosa kulipia ushuru wa bidhaa hiyo. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo pia linaonyesha kwamba yeye alikuwa ni mhusika fisadi. Pia anawatumia maafisa wa ngazi za juu serikalini kuagiza bidhaa ghushi ambazo hazilipii ushuru. Kwa hivyo hata ingawa alipii ushuru, jambo jingine ni kwamba anawatumia maafisa wa juu sana serikalini kuweza kuagiza bidhaa ghushi kutoka nje, bidhaa ambazo tunajua kwamba hata hazilipiwi tena hazilipiwi ushuru. Kwa hivyo iwe kwa inalipiwa ushuru. Jambo jingine tunaona pia ni kwamba bidhaa zake zinaposhikwa na maafisa wa forodha, wakati ambapo bidhaa zake ziliweza kushikwa na maafisa wa forodha, yeye anatoa mlungula na bidhaa hizo zinapitishwa. Pale maafisa wa forodha wakati wanashika bidhaa zake, yeye anatoa mlungula, anatoa chirimiri, anaamua kuzunguka mbuyu. Kwa msemo wa Kiswahili tunasema kuzunguka mbuyu, na bidhaa zake basi zinaachiliwa na zinapita. Hii inaonyesha pia kwamba yeye ni kiongozi ama ni mtu fisadi, ni mhusika fisadi. Akisaidiwa na Mtemi Lesulia, yeye na Nanzia wanajaribu kuwapokonya wenyeji wa Matango kipande chao cha ardhi kwa kutumia njia za kimagendo, kama vile kubadilisha cheti cha ardhi hiyo. Kwa hivyo tunaona kwamba yeye pamoja na Nanzia ambaye ni mke wa Mtemi Lesulia, walitaka kuwanyang'anya wenyeji wa Matango ardhi yao, na hata walitumia njama nyingi, ikiwemo kule kubadilisha hati miliki ama cheti cha umiliki wa ardhi hiyo. Kwa hivyo huyu ni kiongozi ambaye ni fisadi. Kitendo kile cha kutaka kubadilisha cheti
cha umiliki wa ardhi hiyo, inaonyesha kwamba ni mhusika ambaye ni fisadi. Tuangalie pia ni mwenye tamaa. Mbwashu pia ni mhusika mwenye tamaa na ubinafsi. Anawaonga maafisa wa serikali ili biashara yake inawiri bila kujali kwamba anahujumu uchumi wa nchi. Kwa hivyo mradi biashara zake zinaendelea vyema, yeye hakujali, na ndiposa anaamua hata kuwaonga maafisa wa ngazi ya juu serikalini, mradi aone kwamba biashara zake zinaendelea bila kujali hata uchumi wa taifa kwa jumla. Huo ni tamaa, ni ubinafsi. Anashiriki pia katika njama ya kuwaonga vijana kwenda kufuruga uchaguzi ili mradi rafiki zake wapate uongozi. Kwa hivyo wakati wa uchaguzi pia tunaona kwamba anawalipa vijana ili wale vijana waweze kuzua tenda belua ama sokomoko, ndiposa marafiki zake, wandani wake waweze kufaulu kwenye uchaguzi huo. Huo ni ufisadi, huo ni tamaa na ni ubinafsi. Pia tunaweza sema kwamba ni mnafiki. Unafiki wake unaonekana wapi? Anawatembelea wenyeji wa matango pale kanisani walipochomewa makao yao, ila hali yeye ni moja ya waliohusika katika njama hiyo. Kwa hivyo wakati wenyeji wa matango ambao wengi wao walikuwa ni Waketwa walitorokea kanisani kwenda kujisitiri pale baada ya makazi yao kuweza kuteketezwa, watu walioenda pale kuwajulia hali, mmoja wa watu wale walioenda kanisani kuwajulia hali na hata kuwapelekea vyakula ni Mbwashu. Unafiki mkubwa. Tunajua kwamba Mbwashu na wengine ndio waliohusika katika uchomaji wa makazi ya wenyeji wa wapi? Wa wenyeji wa matango. Pia ni katili. Ukatili wa Mbwashu unaonekana wapi? Anashirika katika biashara zisizo halali na kuharibu uchumi wa nchi bila ya kumjali mwananchi wa kawaida. Huyu ni ukatili. Yeye anahakikisha tu kwamba yeye amejiimarisha, amejilimbikizia mali bila kujali raia kwa jumla. Mtemi Lesulia anaposhindwa katika uchaguzi mkuu, kumbuka tunaona unafiki wake, tunamuona akimwambaa, anaabiri ndege na kuelekea Ulaya bila kujali yale ambaye angewafikia mafisadi wenzie. Huu ni unafiki kwa sababu awali tunaona kwamba alikuwa anashirikiana sana na Mtemi Lesulia kufanya mambo mengi, lakini Mtemi Lesulia anaposhindwa kwenye uchaguzi, yeye anaabiri ndege na anaenda wapi? Ulaya. Pia kando na ukatili, pia ni msaliti. Anapoona mambo yamemharibikia Mtemi Lesulia, anamsaliti kwa kumtoroka na kumwacha pamoja na walioshiriki naye, na anaabiri ndege na kwenda wapi? Na kwenda Ulaya. Huo ni usaliti, kwa sababu nadhani urafiki, kama ulikuwa na usuhuba na mtu, kwa vyovyote vile unasimama naye, lakini tunaona kwamba anaposhindwa basi anaamua kuabiri ndege na kwenda Ulaya. Ni muongo pia ama ni mdanganyifu. Kwa sababu gani? Anashiriki katika udanganyifu pale anapojaribu pamoja na Nanzia kumiliki ardhi ya matango na hata kujaribu kubadilisha hati miliki ya ardhi hiyo, na wanafanya hivyo kwa kutoa kizingizio kwamba wangetaka kujenga soko. Soko liko wapi? Hakukuwa na soko ambalo lingejengwa pale. Kwa hivyo ni muongo ama ni mdanganyifu. Jambo ambalo tutajiuliza, basi mbona ametumiwa na mwandishi? Ametumiwa na mwandishi kuyakuza na kuendeleza maudhui ya ufisadi. Kwa hivyo umuhimu wa Mbwashu ni kwamba ametumiwa katika kukuza na kuendeleza maudhui ya ufisadi. Kupitia kwake tunaona jinsi ubinafsi na usaliti unavyojitokeza pia. Kwa hivyo anaendeleza hata maudhui ya usaliti pamoja na maudhui ya ubinafsi.
anawakilisha wanawake wanaotumiwa na wanaume kujikuza, wanaotumia wanaume kujikuza kiuchumi. Kwa hivyo yeye ni mojawapo ya wanawake ambao wanatumia wanaume kuweza kujikuza kiuchumi. Kwa hivyo hadi kipindi kingine, na kutakia Krismasi wenye heri na fanaka. Leo ni ile siku wanasema ni Boxing Day. Sijui kama boxing ni hali ya kupigana ama kuangushana, ule miereka ama kurushiana makonde, lakini sidhani kwamba ni miereka. Nadhani Boxing Day maana yake ilikuwa kwamba ni siku ya kufungua zile zawadi. Endapo uliletewa zawadi jana wa siku ya Krismasi, ukafungua basi ili uweze kujua ni yepi yaliyoko ndani, ukajua hidaya ulizoletewa na marafiki zako, ukajua jinsi marafiki zako walivyokuthamini wewe. Kwa hivyo jina langu ni Ustadh Kakamnai. Endelea kusubscribe kwenye kipindi tunapoendelea kusherehekea msimu wa Krismasi. Mie naondoka nikiwatakia baraka zake Maulana hadi kipindi kingine takapokutana tena. Bye bye.